Mtetezi TV inakuletea madarasa ya haki za binadamu kwa lengo la kukuza uelewa wa haki za binadamu kwa makundi ya watetezi wa haki za binadamu na Watanzania kwa ujumla. Karibu tena katika kipindi cha madarasa ya haki. Kama ulivyokwishaona katika vipindi vilivyopita, tumejifunza sana kuhusu haki za binadamu. Lakini kipindi cha leo tunapenda kujifunza zaidi kuhusu usimamizi na utekelezaji wa haki za binadamu hapa Tanzania. Ni wazi kwamba mtafahamu kabisa kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kufanyiwa maboresho mwaka 1984 tulipata haki za binadamu kuanzia ibara ya 12 mpaka ya 30 moja kwa moja ziliingizwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanyiwa mabadiliko mara kwa mara. Wengi wanaweza kujiuliza uwepo wa haki za binadamu katika katiba yetu, je, utekelezaji wake umekwenda katika mfumo upi? Na wengi wanaweza kujiuliza, je, kabla ya hapo haki za binadamu Tanzania zilikuwa katika mfumo upi? Manake ni wazi kwamba baada ya kuwepo kwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano na kabla ya kuwepo kwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano mwaka 1961, haki za binadamu hazikuwa sehemu ya katiba. Lakini tuliona kuna baadhi ya watu walikuwa wanakwenda mahakamani kudai haki 1, 2, 3. Lakini taratibu zote za haki za binadamu zilikuja kuwekwa rasmi baada ya katiba, maboresho ya katiba mwaka 1984, tukapata kitu kinachoitwa Bill of Rights, na kuwepo kwa Bill of Rights au vifungu vile vya haki za binadamu katika katiba yetu ndio sasa ikawa mwanzo wa uwepo wa mfumo rasmi wa utekelezaji na uhifadhi wa haki za binadamu hapa Tanzania. Tunapozungumza utekelezaji au ulinzi wa haki za binadamu, kitu cha msingi kujifunza, tuelewe jambo moja la msingi. Kwanza, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ile ya 107 inasema chombo ambacho kitakuwa cha kutoa haki katika taifa letu hili, hakuna chombo kingine zaidi ya chombo ambacho ni mahakama. Ibara ya 107 kifungu cha kidogo cha kwanza kinasema mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji wa haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa ni mahakama ya Tanzania. Kwa hiyo katika kutoa uamuzi na mashauri na madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo: kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu, kutokuchelewesha haki bila sababu ya msingi, na kuhakikisha kwamba haki inapatikana bila kufungwa katika masharti yoyote yale ambayo yanaweza kukwamisha haki hiyo. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa utekelezaji na uhifadhi wa haki za binadamu kwa mujibu wa katiba hii ni mahakama yetu. Chombo cha kwanza au mfumo wa kwanza wa kulinda haki zetu ni mahakama. Mahakama zilikuwepo hata kabla ya uwepo wa haki za binadamu, vifungu vya haki za binadamu kwenye katiba. Sasa njia zilikuwa zinatumika kwa kipindi hicho, wakati mwingine labda kudai haki, ni njia ambazo pengine haziendani moja kwa moja katika hii Bill of Rights ambayo ipo kwenye katiba yetu kuanzia ibara ya 12 mpaka ya 30. Sasa mfumo ambao sasa ulikuja au ulikuwa umezoeleka, tunaita zile public interest litigation au human right cases, kesi ambazo ni za kimkakati au kesi za haki za binadamu. Mara nyingi ndio zimekuwa zikionekana ni mfumo ambao umekuwa ukitekeleza, ukija katika kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinatekelezwa ipasavyo, au pale haki za binadamu zinapokuwa zimevunjwa, basi njia ambayo imekuwa ikitumika zaidi mara kadhaa baada ya kuwepo kwa haki za binadamu katika katiba yetu ni kwa kutumia mfumo wa kuendesha mashtaka au mashauri ya ambayo yanakuwa na public interest au yanakuwa na tuseme na interest kubwa ya kijamii. Kwa hiyo mfumo huu umetumika sana kipindi hicho toka tumeanza kupata hizi haki za binadamu kwenye katiba, na tuliona kesi nyingi sana zilikuwa zimefunguliwa kipindi hicho. Kesi nyingine zilikuwa zimekwenda kudai maboresho ya sheria,
Kesi nyingine zilikuwa zimedai haki za makundi ya watu. Kuna kesi nyingine zilikuwa zimefunguliwa kipindi hicho. Tutakumbuka ndugu wa Tanzania hizo, tukiwa na majaji kama kina Mwalusanya, kesi nyingi sana zilikuwa zinakwenda mahakamani. Kwa hiyo mfumo mmoja wapo ambao ni uko unatumika mara kadhaa au mara zote Tanzania, hata nje ya Tanzania, katika kuhakikisha kwamba una utekelezaji wa haki za binadamu ni kupitia hizi kesi za kimkakati ambazo tunasema ni kesi ambazo zinalenga mara zote kuleta maboresho ya kimfumo, ya kimawazo, ya kimkakati katika jamii, na sio tu katika mtu mmoja yule mmoja anayekwenda mahakamani. Mtu ambaye mtamkumbuka sana ni marehemu Mtikila, ambaye amekuwa akitumia mahakama sana, akitumia mfumo huu wa uendeshaji wa kesi za kimkakati au kesi za haki za binadamu kudai maboresho ya kisheria, ya kisera na ya kimfumo. Kesi amefungua nyingi. Kesi mojawapo ambayo inakumbukwa sana ni kesi ya mgombea huru. Pamoja na kwamba alikwenda mwenyewe mahakamani, lakini faida itokanayo na kesi kama hizi zinakuwa ni faida kwa umma. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya utekelezaji au ya kutetea na kuhifadhi haki za binadamu ni kufungua mashauri yale ambayo yanakuwa ni kimkakati, mashauri ya haki za binadamu ambayo yanakwenda kuleta mfumo mpya, yanakwenda kuboresha mfumo au yanakwenda kuonyesha kwamba kuna changamoto katika sheria na mifumo mbalimbali, ili baadaye sasa kama taifa tuweze kuwa katika mfumo ambao haki za binadamu zitaheshimiwa zaidi. Na faida za kuendesha kesi za haki za binadamu au faida za kusimamia mashauri yanayolenga katika kulinda haki za binadamu au kuwa na faida kubwa kwa jamii ni kwamba kitu cha kwanza, kesi hizi au mashauri haya yanakwenda kulinda raia wote kwa ujumla. Naweza nikafungua mimi kesi mwenyewe kama nilifungua bwana Bobu wangu kesi ya dhidi ya wakurugenzi, alikwenda kama yeye, lakini faida ya kesi ile au ya shauri lile inakuwa ni kwa taifa ujumla. Ndio faida ya kesi ambazo zinakuwa ni za kimkakati au kesi za haki za binadamu. Anaweza kufungua mtu mmoja, lakini baadaye faida inakuwa ni kwa taifa zima. Lakini faida nyingine ni kwamba katika kusimamia na kuendesha mashauri haya tunakuwa tunabadilisha mifumo ya kisheria, mifumo ya kisera, hata wakati mwingine mawazo, perception za watu zinabadilika. Tunakuwa tumelinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mifumo mingine ya haki za binadamu katika taifa letu. Kwa hiyo tunakuwa tumezuia pia ukiukwaji wa haki za binadamu kuendelea zaidi. Kwa mfano, kama kuna sheria ilikuwa imetungwa ambayo inaumiza haki za binadamu au inapokonya haki za watu, tukaenda mahakamani na mahakama ikatangaza ile sheria kuondolewa kwenye mfumo wa sheria, maana tayari unakuwa umezuia haki za binadamu kuendelea kuvunjwa. Kwa hiyo mikakati au kesi hizi za kimkakati huwa zinasaidia sio tu kuleta maboresho ya kisera na kimfumo, lakini pia kuzuia haki za binadamu kuendelea kuvunjwa. Na ndio maana mtu akifungwa kwa mfano akashikiliwa kwa mfano kinyume na makosa zaidi ya siku 20 yuko jela pale au yuko vituo vya polisi, tunawahi mahakamani kwenda kudai haki apelekwe katika vyombo vyenye haki. Maana yake ni nini? Kwamba matokeo ya kwenda mahakamani kwenda kudai haki, tunakuwa tumezuia ule mtu asiendelee kushikiliwa pale kinyume na utaratibu wa sheria. Kwa hiyo faida za kesi za kimkakati au kesi za haki za binadamu kwa jamii huwa ni kubwa siku zote, na huwa zimfaidishi ule mmoja mlalamikaji anayekwenda mahakamani, huwa zinafaidisha taifa lote kwa ujumla. Ama maeneo ambayo tumeona yanaleta mabadiliko au areas of changes ni katika ule mtu mmoja ambaye anakwenda mahakamani. Yeye kwanza atakuwa nufaika namba moja, jamii itakuwa nufaika. Tunaweza kupata kwa mfano watu wakienda kufungua kesi, zimefunguliwa nyingi, watu wamenyang'anywa eneo lao kama kijiji, wakienda kufungua kesi ya kimkakati, faida itakuwa ni kwa kijiji kizima. Lakini kwenye masuala ya sera na mifumo, kutengeneza jurisprudence, kutengeneza taasisi ambazo zinakuwa zinalinda na kuheshimu haki za binadamu, hiyo ni eneo lingine ambalo linakuwa na faida ya kesi hizi za kimkakati au haki za binadamu. Lakini maeneo mengine ni katika eneo ambayo si lazima tukaona mabadiliko yake. Mabadiliko yake yanakuwa ni ya kubadilisha mitazamo, inakuwa ni non material, attitude, behavior, changing attitudes, kwamba wewe kama mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya utakiwi kukamata watu ovyo na kuweka ndani muda mrefu. Mtu akaenda kufungua kesi na kuchallenge sheria zile zikabadilika, tutakuwa tumebadilisha kama perception za watu. Kwa hiyo kesi hizi za kimkakati zinasaidia pia kutoa ushawishi wa kimawazo na kimkakati na kubadilisha fikra za watu zidi ya haki za binadamu, zidi ya utawala bora na vitu kama hivyo. Kwa hizo ni faida chache tu ambazo tumekuwa tukiziona
kutokana na mfumo huu wa utetezi au ulinzi, uhifadhi wa haki za binadamu Tanzania. Sasa historia inavyotuonesha, kama nilivyokushasema, tumekuwa na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na haki za binadamu zikawekwa kwenye ibara ya 12 mpaka 30 kuanzia mwaka 1984 mpaka karibuni mwishoni mwa mwaka 1980 zikaanza kutumika. Mfumo ambao sasa ulikuwa unatumika katika kipindi hicho ni mfumo ambao kwa mujibu wa katiba yetu hii, ukisoma ibara ya 126, ibara ya 26 moja imetoa mamlaka kwa kila mtu. Labda swali kubwa ambalo tunataka kujiuliza wa Tanzania sasa, je, nani anaweza kwenda kudai haki za binadamu mahakamani? Nani anaweza kwenda kudai ulinzi wa haki za binadamu mahakamani? Katiba yetu ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza na ya pili, kila mtu inasema kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mtu ana haki ya kufuata utaratibu uliowekwa na sheria, kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Maanake sasa kila mtu anakuwa na wajibu wa kulinda haki za binadamu na katiba yetu. Unapozungumza katiba ni pamoja na vifungu vyote vya haki za binadamu. Na ndiyo maana sasa ibara ya 30 ibara ya 3 inasema mtu yeyote anayedai kuwa sharti lolote katika sehemu hii ya sura hii ambayo inazungumzia haki za binadamu, inayohusu haki za binadamu na wajibu wake, imevunjwa, linavunjwa au litapelekea kuvunjwa popote pale katika Jamhuri ya Muungano, anaweza kufungua shauri mahakamani. Kwa hiyo mfumo, katiba yetu imemruhusu Mtanzania yoyote yule kufungua kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania, na mamlaka ambayo imepewa au mahakama ambayo imepewa mamlaka kusikiliza kesi hizi za haki za binadamu au za kimkakati kwa mujibu wa ibara hii ya 4 bila kuathiri masharti mengineyo yaliyomo katika ibara hii, Mahakama Kuu itakuwa na mamlaka ya kusikiliza kwa mara ya kwanza na kuamua shauri lolote lililoletwa mbele yake kwa kufuata ibara hii. Kwa hiyo Mahakama Kuu ndio chombo pekee ambacho kimepewa mamlaka ya kusikiliza mashauri yote yanayohusu uvunjwaji wa haki za binadamu na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo katiba hii imempa mamlaka Mtanzania yoyote. Kwa hiyo swali langu ambalo Mtanzania anaweza kujiuliza, je, nani anaweza kufungua kesi? Ni Mtanzania yoyote yule, akiwa mmoja, wakiwa kwa pamoja au wakitumia taasisi zao walizonazo, wanaweza kwenda kufungua kesi kwa ajili ya kulinda katiba, kulinda vifungu vya haki za binadamu na ukiukwaji mwingine wote ambao unakwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Sasa sheria, mfumo tuliokuwa tunautumia kati ya mwaka 1980 mpaka 94 ni mfumo wa kutumia jaji mmoja, single judge. Wakati huo ilikuwa mtu yote akichukua swala lolote la kikatiba akaenda mahakamani, ilikuwa ni jaji mmoja anasikiliza shauri. Kina Marusanya na majaji wengine wote wamesikiliza kesi nyingi sana za huko nyuma ambazo zilikuwa zinaendeshwa katika mfumo wa kusikilizwa na jaji mmoja, na matokeo yalikuwa ni mengi sana, lakini mabadiliko makubwa yakafanyika mwaka 1994 ambapo Tanzania ilitunga sheria. Sheria hii inaitwa Basic Duties and Enforcement Act, sura ya 3 cap 3 ya mwaka 1994. Ni sheria ya uhifadhi na utekelezaji wa haki za kimsingi na wajibu zilizoorodheshwa katika katiba hii. Kwa hiyo hii sheria imekuja kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanaweka utaratibu mzuri sasa, aidha uwe mzuri au sio mzuri, wa kulinda na kuhifadhi haki za binadamu. Na ndipo hapo sasa sheria hii ambayo kwa lugha na kwa ufupi inaitwa Bradea ikaja kuweka utaratibu kwamba kesi zote za mkakati au za haki za binadamu lazima zisikilizwe na majaji watatu. Tukatoka kwenye jaji mmoja tukwenda kwenye majaji watatu. Maana yake sisi kwa watu wa haki za binadamu tunaona kwamba huo ni utaratibu mbovu zaidi. Tumetoka kwenye utaratibu mzuri wa kuwa na jaji mmoja kuna utaratibu wa kuwa na majaji watatu. Maana yake ni nini? Tumekiuka, tunakwenda kufanya haki za binadamu zivunjwe zaidi, kwa sababu kuwapata majaji watatu kwanza ni ngumu, lakini pia kwenye masuala ya haki za binadamu huhitaji majaji watatu kuamua, kwa sababu haki za binadamu tofauti. Kwa mfano tunashangaa kwenye mashauri mengine, kwa mfano mtu aliyeua anasikiliza jaji mmoja, kesi ya mauaji anasikiliza jaji mmoja, lakini kesi ya haki za binadamu, kwa mfano haki ya kupiga kura, anaweza kusikiliza majaji matatu. Sasa tunachukua watatu. Lengo ni kufanya mchakato uwe mrefu, lakini pia tuliona kabisa lengo lilikuwa ni kupunguza makali ya wale majaji ambao watakuwa wana moyo wa kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinalindwa
vizuri. Kwa hiyo baada ya uwepo wa sheria hii ya Bradea ambayo ni sheria ya kulinda na kuweka utekelezaji wa vifungu vya haki za binadamu katika katiba yetu, wakaja pia na utaratibu wake, naweza tukasema ni rules ambazo zinakuja sasa miongozo midogo midogo iliyotoka mwaka 2014 ya kuweka utaratibu mzuri zaidi wa kuendesha mashtaka ya haki za binadamu. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa huwezi kufungua shauri lolote bila kupata majaji watatu, na sheria zinazotumika kama nilivyokishasema ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sehemu yote ya 3 vifungu vya 12 hadi 30, na hiyo sheria hiyo ya Basic Rights and Duties Enforcement Act ambayo ni sheria ya utekelezaji au usimamizi wa vifungu vya katiba vinavyozungumzia haki za binadamu pamoja na sheria zake ndogo ndogo. Kuna sheria nyingine inaitwa Law Reform Fatal Accident and Miscellaneous Provision. Hii ni sheria ambayo inasimamia yale mashauri yote ambayo yanafunguliwa kwa lengo la kutaka mahakama iingilie maamuzi yaliyofanywa na baadhi ya viongozi. Kuna sheria ya kawaida ya Civil Procedure Code. Hii ni sheria ambayo inatumika zaidi katika kuendesha mashauri yote ya kijamii. Kuna sheria ya mahakama ya rufaa, Appellate Jurisdiction Act, na pia ndio inatumika kwa sababu ukikata rufaa kutoka mahakama kuu unakwenda mahakama ya rufaa. Lakini pia na sheria ambayo imeanzisha tume ya haki za binadamu. Mtafahamu tume ya haki za binadamu ni chombo mojawapo ambacho kinazungumzia masuala ya haki za binadamu hapa Tanzania. Asante sana, ulikuwa nami Onesmo Ligurumwa, mwezeshaji katika kipindi hiki cha madarasa ya haki. Karibu tena wakati mwingine.